Sasa leo tuna kazi moja ya kutaka kujua kwa nini familia zinaomba lakini majibu hayatokei. Kwa kazi moja tu leo. Tangu ulipookoka mpaka leo ni muda mrefu sana. Lakini unashangaa mambo hayaendi. Unashangaa wewe uliokoka, hata ukisema mbele za watu umeokoka ni kama unajichoresha. Kwa sababu maisha yako hayana kitu cha tofauti cha kuweza kueleza wewe unaye Mungu. Yaani tena wale walioko duniani saa nyingine wanakuzidi. So hapa ndipo kukata tamaa kunapotokeaga. Wengi wanaacha wokovu na kurudi nyuma kwa sababu mafundisho ya kweli yamekosekana katika ulimwengu wa sasa, na hasa kwa wateule. Kwa hiyo hawajui cha kufanya. Hawana kuhani aliye na neno la Mungu ili aweze kuwapa maarifa kwamba ni kitu gani cha kufanya. Kwa nini maisha yako hivyo? Wakristo wanahitaji majawabu ya matatizo walionayo. Wanadamu wanahitaji majawabu ya matatizo walionayo. Lakini endapo yule anayewaongoza asipoweza kulitumia neno la Mungu sawa sawa, kwa sababu Biblia inasema Mungu hulituma neno lituponye na kututoa kwenye maangamizo yetu. Yule anayefundisha akishindwa kulitoa neno kwa usahihi, watu wanabakia kuwa na maisha yale yale, wanaendelea kuwa vile vile kama watu wengine waliotangulia walivyokuwa, na wanaishi maisha yale yale yenye shida na mateso kila siku. Haleluya. 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 Hebu mpe Yesu makofi ya utukufu. Maombi yanalipa. Hivi leo mtoto wangu mmoja ambaye adui alipambana nao sana na kuhakikisha hakuna kuvuka mpaka, leo mmoja amevuka mpaka baada ya vita vikali sana, kuzuilika kabisa, na alipofika ananiambia sijawahi kuvuka mpaka lakini nimevuka mpaka leo. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nini kipo? Kuna siri ipo ambayo inawazuia wasipende majitu ya kiroho yanayodhibiti familia kuwa katika hali moja, kuwa katika mstari mmoja, kuwa mahali pamoja. Kwa hiyo leo tunataka kushughulika na kitu kinachoitwa kutoa nafsi za wanafamilia kifungoni. Kutoa nafsi za wanafamilia kifungoni. Kuzitoa nafsi za wanafamilia kifungoni. Kumbuka andiko letu katika Israeli linasema, inuka maana kazi inakuhusu wewe. Kazi ya kupigania familia na kuitoa kwenye mateso. Wewe umeokoka lakini wengine hawajaokoka. Mwenye kazi kubwa ni wewe. Yesu aliyekuwa hana dhambi alibeba msalaba kwa ajili ya wenye dhambi. Narudia tena. Yesu aliyekuwa hana dhambi alibeba msalaba kwa ajili ya wenye dhambi, ili wao wapate kupona, wapate kuokoka, wapate uzima. Na mimi na wewe tukitaka familia zetu zipone, lazima tubebe mzigo wa familia. Sema amen. Haleluya. 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 Amen. Hebu sema Yesu anaweza. Yesu anaweza. Rudia tena Yesu anaweza. Yesu anaweza. Rudia tena Yesu anaweza. Yesu anaweza. Rudia tena Yesu anaweza. Yesu anaweza. Anajie mwenye mtoto huyu leo mnisikilize vizuri kuliko siku nyingine yoyote. Leo mnisikilize kwa makini sana. Kwa hiyo leo tunashughulika na kutoa nafsi za wanafamilia kifungoni. Utangulizi wangu unasema, nafsi ya mtu ikifungwa, huyo mtu hushindwa kufanya jambo lolote. Kwa maana huyo mtu aliyefungwa huwa katika vifungo vya shetani. Huyo mtu aliyefungwa
huwa katika vifungo vya shetani. Mtu ambaye nafsi yake imefungwa anashindwa kufanya jambo lolote kwa sababu nafsi yake inakuwa katika vifungo vya shetani. Sasa niombe kueleza nafsi ni nini. Wanadamu anaundwa na wanadamu anaundwa na vitu vitatu anyway. Anaundwa na roho, anaundwa na nafsi na mwili. Mwili ni udongo ambao Mungu aliuchukua akaufinyanga, ni matope. Alafu akaweka ndani kitu kinachoitwa roho. Ile roho ndio iliyoumbwa kutoka kwa Mungu, haikujua dhambi. Hiyo roho ni upepo tu. Ile unaposikia pumzi imemtoka, hayupo tena pumzi imemtoka, ile pumzi ndio roho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu akifa, dongo linabaki kwenye udongo, linazikwa, lakini ile pumzi ya uhai au roho inamrudia Muumba wake. Ndio maana huwezi kukuta mtu amekufa alafu anazikwa huku anapumua. Anapumua, anahema, anafanyaje? Akiwa anahema manake bado hajafa, huyu mtu ni mzima. Lakini mapigo ya moyo yakishasimama akawa hahemi tena, manake roho imetoka. Kwa hiyo kilichobaki ni cha dunia. Kilichobaki ni cha dunia hii. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kuunganisha ile roho iliyotoka mbinguni na dongo ambalo limechukuliwa hapo chini liwe hai, hilo udongo liwe hai, liweze kuwa hai hilo udongo, ilibidi kuwe na connection ya kitu kingine kinachoitwa nafsi. Mungu alipomuumba mwanadamu, sura ile ya kwanza mstari wa 26, aliumba mtu kwa sura na mfano wake ambaye ni roho. Ukija Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, alimfanya mtu kwa mavumbi. Kwa yule aliyeumbwa akaletwa, akawekwa kwenye dongo lililoitwa mwili. Alafu ili mwili uweze kushirikiana na roho, ikawekwa kitu katikati cha kuunganisha kinachoitwa nafsi. Kwa hiyo sasa nafsi ni fahamu, akili, hisia, fikra, mawazo. Hichi ndicho tunachoita nafsi. Kwa maana mtu akifa huwezi kumwambia hivi ile hela niliyokupa jana umeacha wapi? Hata kujibu maana hana fahamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nafsi imetoka. Mtu aliyekufa ukimwekea moto karibu, hawezi akasema naungua. Hawezi kusema naungua maana hisia haipo. Nafsi imeondoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu aliyekufa wezi ukamuita ukamwambia fulani akasema na maana asikii. Haleluya. Amen. Kama alikata roho akawa ameachama na hakuna mtu aliyekuwa karibu kumsaidia, basi hawezi, ule mdomo haufai kufunga tena, labda ukavunjwa. Kwa sababu kile chenye kutia uhai, chenye kufanya misuli iweze kufanya nani zake, ni roho imetoka. Roho ndiye mtendaji mkuu wa mwili. Ndio maana Yesu anasema kama pasipo imani haiwezekani kufanya jambo lolote. Kwa sababu kama ilivyo mwili pasipo roho haiwezi. Mwili hauwezi jambo lolote pasipo roho. Pasipo roho huo mwili huitwa umekufa. Na imani bila matendo, hiyo imani haina kazi. Ndio maana hata hapa tulipo sasa, tupo kwa imani kuhakikisha ndugu zetu wanatoka kwenye vifungo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sasa ile nafsi ndio yenye kumbukumbu. Ukisikia mtu ameenda shule, kilichoenda kusoma ni nafsi.
Nafsi ya mwanadamu ndio inaendaga darasani, inajifunza jiografia, inajifunza historia, na ina uwezo mkubwa sana. Ndio inayojua, inaweza kueleza habari za jana, ndio inaeleza habari za uchovu. Inasema nasikia kuchoka, nimekata tamaa. Ukiona mtu ana huzuni analia, nafsi yake ndio yenye huzuni. Ndio maana maandiko yanasema nafsi yake imeinama. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ukiona mtu ameongea kitu cha kuchekesha alafu watu wakacheka hawana mbavu, kilichofurahishwa pale, kilichofurahi ni nafsi. Haleluya. Nafsi ikifurahi inaonyesha. Ikiwa ina furaha inaonyesha. Kimsingi nafsi ndio anaye operate kati ya mwili na roho. Ndio maana mtu akiwa amelala usiku akawa anaota ndoto za hatari, bado anapata hofu hata akiwa kwenye ndoto na hata akiamka, kwa sababu nafsi yake inatenda kazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa leo nataka nikueleze kwa habari za hicho kinachoitwa nafsi. Nafsi ya mtu ikifungwa ndiye mtu mzima amefungwa. Watoto walikuwa wanafanya vizuri darasani, sasa hivi wafanye vizuri. Kilichofungwa ni nafsi. Nafsi ndio yenye kumbukumbu. Nafsi ndio inaulizaga maswali. Nafsi ndio inajua majina ya watu. Nafsi ndio inajua sura za watu. Nafsi ndio inajua maeneo, ndio inaofahamu maeneo. Na nafsi inatoka inasema hapa si kwa fulani, hapa ni kwa fulani. Na nafsi inakuwaga inataka kujua tu. Kama ikiona kitu hiyo inasema hichi nini? Hii nini? Yaani kwenye kumbukumbu zake, kwenye data, kwenye details zake, hiyo nafsi haina hicho kitu. Nafsi inapiga picha na kuhifadhi. Nafsi inajua harufu mbalimbali. Nafsi inafahamu rangi. Kwa hiyo nafsi ili ifikiwe ina milango 5, na tukija kimungu sasa kuna mlango wa 6. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ili akili ifikiwe, ili hisia zifikiwe, kuna milango 5. Mlango wa kwanza ni macho, yanaweza kuona yakasema hii ni speaker. Bwana asifiwe sana. Mlango wa pili ni sikio. Unasikia sauti, unasema ni gari linapiga honi. Unasikia sauti, unasema ni mbwa anabweka, hata kama hajaona anasema ni mbwa. Kwa sababu hiyo kumbukumbu hiyo sauti ipo, ilishaseviwa, nafsi ilishasave hiyo kumbukumbu hiyo sauti. Lakini mtoto mdogo aliyoko hapo akisikia mbwa anabweka, ukimuuliza nini hiyo, hajui. Maana nafsi yake bado haijafanya installation ya kutosha ya vitu vya dunia. Bwana asifiwe sana. Na wewe unaweza kukuta mtoto anacheza na nyoka, maana nafsi yake haina taarifa kwamba nyoka ni kitu hatari. Haijui. Haleluya. Ndio wale usemi wanasema mtoto akichezea moto ukimuunguza harudi tena. Kumbe kuna wakati mwingine unamwacha kidogo, unamsogezea kitu cha moto hapo, akigusi kidogo aungue hapo kidogo, na mwambie uache, siku nyingine usiguse tena. Maana nafsi yake inapata taarifa sasa, kumbe hichi ni kitu hatari. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa nafsi ndio yenye kujua. Mlango wa 3 ni ulimi. Ulimi ukionja kitu unasema inasuka sana. Nasema ni chungu. Inasema imezidi chumvi. Inasema ina pilipili. Mlango huo. Lakini mlango wa 4 ni pua. Pua inaweza kunusa, ikasema nasikia harufu ya wali, nasikia harufu ya pilau. Kuna pilau inanukia hapa. Inasema nasikia harufu chafu sana. Nafsi ndio inasema nasikia harufu chafu sana. Nafsi ya mwanadamu ndio inajivunaga. Inasema hivi unanifahamu vizuri kweli? Mimi nimekwenda shule bwana. Mimi nimesoma na PhD. Nafsi ndio inaongea. Inajivuna nafsi. Nafsi yangu ni nini Bwana? Haleluya. Haleluya. Amen.
Na mlango wa 5 kwa mujibu wa masomo ya dunia ni ngozi. Ngozi inaweza ikasikia vitu. Wakati unatembea mahali kitu kikakugusa mguu, akili ikapewa taarifa kuna kitu kikakugusa mguu. Akili inaagiza macho, nenda kaangalia. Watendaji wa nafsi, nenda kaangalia ni kitu gani. Macho yanakuja chacha, yanakuta ni nyoka. Macho yanapeleka taarifa kwenye akili, yani kwenye nafsi, kwamba ni nyoka. Sasa akili inamwagiza miguu, kimbia. Haleluya. Amen. Haleluya. Na hii ndio inasababisha wale ambao wanafanana, wale wamwagiliaji wa vitanda usiku wa kulala. Unajua nini kinatokea? Analala anaota kwamba katoka huyo kaenda mpaka nje. Kumbuka ni nafsi ndio inafanya hilo kitu. Kwa hiyo sio swala la macho. Anaota ametoka huyo akaenda nje, huyo kaenda mpaka eneo fulani. Akishafika pale sasa akili, yani kwa sababu akili inapewa taarifa ameshafika pale, na akili haioni, huwa inapewa taarifa. Nafsi inaagiza misuli relax, inaagiza muscles relax. Misuli kisha relax sasa, ndio mtu akiamka asubuhi unakuta ukimwamsha haamki hapo, maana ameshaharibu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa lango la 6 kwa mtu aliyoko rohoni ni ulimwengu wa roho, kupata taarifa za kiroho, ndoto na visions. Haleluya. Amen. Angalau nimekueleza kidogo uelewe nafsi ni kitu gani. Sasa nafsi ya mtu ikikamatwa ndiye mtu mwenyewe. Ikikamatwa ni mtu mzima amekamatwa, na hakuna namna tena, maana atawekwa gerezani. Okay? Naomba tusome andiko moja kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi ile sura ya 142. Zaburi ya 142, na tusome ule mstari wa 7. 142 Zaburi, tusome ule mstari wa 7. Neno la Bwana linasema, uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikiri. Uitoe nafsi yangu kifungoni. Sema uitoe nafsi yangu kifungoni. Nisikilize. Sema itoe nafsi yangu kifungoni. Itoe nafsi yangu kifungoni. Rudia tena, itoe nafsi yangu kifungoni. Itoe nafsi yangu kifungoni. Okay. Kuna watu ambao walikuwa watu wema kabisa, lakini wakawa watu wabaya sana. Wakaanza kuwa watumwa wa tabia ya aina fulani, kwa sababu nafsi ilifundishwa. Ndio maana unapaswa kuchagua kitu gani cha kuangalia, kitu gani cha kutazama kwa macho yako, kwa sababu macho yako ni mlango wa fahamu, ni mlango wa nafsi. Unapeleka taarifa kwenye nafsi, na ukitazama vitu vibaya hata baadaye utakumbuka, kwa sababu nafsi ina tabia ya kutunza kumbukumbu. Haleluya. Haleluya. Nimesoma kwamba ubongo, akili ya mwanadamu, ubongo wake umegawanyika katika sehemu 3. Ubongo wa mbele, wakati na mwisho. Hii medulla oblongata, pale ndipo kumbukumbu zinapohifadhiwa. Lakini ni nani anahifadhi hapo? Ndiye nafsi. Sasa anajiwekea pale hapo kumbukumbu zinapohifadhiwa pale. Ndio maana yani hizo kumbukumbu zinahifadhiwa ili baadaye huyu mtu akumbuke. Ndio maana leo nasema namtuma mtu niitie Lilian, akienda anaangalia hivi anasema hayupo. Hayupo. Lakini akimuona anamwambia unaitwa na baba. Nini kinamkumbusha? Kumbukumbu
alizozifanya. Hiyo nafsi inafahamu sura yake, inafahamu sura yake na inafahamu sauti yake. Hata akikaa huko nyuma akaongea, mtu aliyeko huko ndani anajua huyo ni fulani ameongea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Sasa nafsi inaweza ikawa kwenye kifungo cha tabia ya aina fulani, tabia ya aina fulani, au nafsi inaweza ikawa kwenye kifungo kwa namna ya ulevi, kwa namna ya kusema uongo, kwa namna fulani. Yani kilichokamatwa kikawekwa gerezani ni nafsi ya mwanadamu. Nafsi ikifunguliwa ikatolewa gerezani, mtu huyo ameponywa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwa kuanzia hapo, niende moja kwa moja, niache mambo mengine mengi hapa kwa sababu nina mambo mengi ya kusema hapa, lakini ninaomba niruke moja kwa moja nikaanze kuangalia vifungo vya familia. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunapozungumza kwa habari sasa, hebu nimalizie kitu kimoja, niseme kwamba vifungo cha nafsi ya mtu inaweza kufungwa kitabia, yani gereza kabisa kitabia. Yani ni mtu ambaye alikuwa mzuri kabisa alipoanza kufuatana na mtu fulani. Yule mtu fulani alikuwa na tabia fulani zisizofaa, na yeye akazikopi zile tabia. Kwa hiyo yuko kama yeye amenifunga kwenye tabia fulani, na hiyo tabia kila akikazana kuiacha hawezi. Kwa mfano mzuri, mtu anakula ugoro. Ugoro sio chakula, ugoro sio dawa, ugoro sio kinywaji, lakini anakula. Na akisha izoesha ile nafsi yake hawezi kuacha tena. Mtu anavuta sigara. Sigara sio chakula, sigara sio kinywaji, lakini anavuta sigara akijua kabisa sigara inaua, imeandikwa ni hatari kwa afya, lakini anavuta. Na utamsikia akisema nasikia kiu au nasikia hamu. Huyo anayesema anasikia hamu au kiu ndiye nafsi. Maana nafsi ndiye mwenye kubeba hisia, ndiye mwenye kujua hisia. Yeye ndiye anayefahamu vitu hivi, sio roho wala sio mwili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo hebu niachie hapo sasa kidogo. Tuende sasa kwenye vifungo vya familia. Hebu andika vifungo vya familia. Vifungo vya familia. Huwezi kufungua familia ambayo hujui vifungo vyake. Lazima ujue vifungo vyake ili uweze kujua namna ya kudili na vifungo. Hii familia unaiona, yule mtoto unayemuona mwenye tabia fulani za kuiba, nafsi yake ndio yenye tabia hiyo. Na hiyo nafsi imefungwa kwenye eneo hilo la kuiba. Ni nafsi imefungwa. Tena mtu mwingine anakuambia, pastor, mistaki kitu. Hichi kitu sikipendi, sijui nitaachaje. Natamani ningepewa dawa. Ni nafsi ilifundishwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Emsema kila mahali ambapo nafsi yangu imefungwa, nafsi za familia zimefungwa, leo zitatoka kwa jina la Yesu. Unajua kwa nini itatoka? Biblia inasema vipasueni vifungo vyao. Emsema leo nitavipasua vifungo vyao. Leo nitavipasua vifungo vyao. Sema nitavipasua vifungo vyao. Nitavipasua vifungo vyao. Rudia tena, nitavipasua vifungo vyao. Nitavipasua vifungo vyao. Rudia tena, nitavipasua vifungo vyao. Nitavipasua vifungo vyao. Sasa mtu anaweza kuokoka akajazwa Roho Mtakatifu, lakini kwa kuwa maisha yake akubadilika, aliendelea kuishi maisha ya kale, kwamba watu wenye tabia fulani ya kuachana nao, akaendelea nao, akaendeleza maisha aliyokuwa nayo, huku akijifariji kusema sio dhambi.
huyu mtu anaendelea kuwa mtumwa kwenye aina fulani ya maisha aliyokuwa hapo mwanzo kitabia, kwa sababu aliokoka lakini hakubadilika kutoka utu wa kale kuwa kiumbe kipya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tuende kwenye vifungo vya familia. Naomba uandike vifungo vya familia. Mtu yoyote anapotaka kushughulika na vifungo vya familia, ni lazima ashughulike na vifungo vya familia kwa kuzingatia misingi minne. Narudia tena. Mtu yoyote anayetaka kupambana na vifungo vya familia au anayetaka kuitoa familia kwenye vifungo, yaani nafsi za familia zilizofungwa, lazima adili na misingi minne ya vifungo vya familia. Kwa sentensi nyepesi ningesema kuna misingi minne ya vifungo vya familia. Kuna misingi minne ya vifungo vya familia, au kuna vyanzo vinne vya vifungo vya familia. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Kila msingi utaanguka kwa jina la Yesu. Sema kila msingi utavunjika kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Yesu alishinda ili na mimi nishinde kwa jina la Yesu aliye hai. Ule msingi ulionishikilia leo na uangusha na kuupasua kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa misingi minne ndio vyanzo vya mateso na matatizo yote yaliyopo kwenye kila familia. Ndio vyanzo vya matatizo na mateso na mapito na kila shida unayojua kwenye familia. Alright. Msingi wa kwanza ni msingi unaoitwa uchawi wa familia. Na ninaomba unisikilize kwa makini. Uchawi wa familia. Huwezi kuifungua familia kutoka kwenye vifungo kama bado wachawi wapo kwenye familia. Huwezi. Sema uchawi wa familia. Haya, nisikilize sasa. Sasa hapa tukifunza uchawi, tunajifunza chanzo cha matatizo kwenye familia. Sema amina kubwa. Amen. Alafu Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Sema amina. Huwezi kuvunja kazi za ibilisi wakati usijui. Lazima usijue ili unapobeba silaha zote za Mungu ukapate kushindana siku ya uovu na kushinda. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Okay. Familia nyingi zinateseka sana leo. Zinateseka sana kwa sababu familia hizo zilianza kichawi, au mambo yao mengi walianza kichawi au kishirikina. Kwa hiyo kwa kuwa familia hizo zilianza kishirikina na zilianza kichawi, Mungu alikosa nafasi ya kuzitawala familia hizo, kwa sababu Mungu hakai mahali pamoja na shetani. Hakuna mahali ambapo shetani atakaa na Mungu akae hapo. Haiwezekani. Hebu sema ewe shetani. Rudia tena, ewe shetani. Uliyechukua nafasi hapa Mungu alitakiwa akae. Leo napondosha kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sema napondosha kwa jina la Yesu. Kwenye familia yangu. Kwenye familia yangu. Kwa hiyo sasa unakuta familia fulani ina mtu ambaye alizaliwa kwenye hilo boma au alizaliwa kwenye hiyo familia, akaenda akanunua uchawi akauleta kwenye familia,
ni mwanafamilia mwenzetu, lakini alienda kutafuta uchawi, au aliukuta uchawi kwenye familia akarithishwa. Kwa sababu ule uchawi ukisha kuletwa kwenye familia unaanza kuwa ni mzigo wa yu. Kwa hiyo ni nguvu za kishetani. Mtu anapokufa haufi ule uchawi. Kwa ule uchawi anatafuta mtu wa kumrithisha kulingana na sheria alizopewa, na kama sio hivyo, hiyo mkoba sasa, hiyo mikoba inaanza kuinuka, kuanza kuandama watu wengine ambao walitakiwa wapokee mikoba wakakataa, wengine waishia kuwa vichaa au kufa au kupata matatizo fulani, kwa sababu kuna mtu alienda akauleta kwenye ukoo. Haleluya, haleluya, haleluya. Unaweza kuona mtu katika familia amenunua huo uchawi au akaurithi, na baada ya kununua au kuurithi, jambo hili husababisha familia kukaa kwenye vifungo vizito, kwa sababu moja kati ya matatizo ambayo yatatokea, huyo anaenda kuchukua uchawi, sharti la kwanza aloge watu wa nyumbani kwake. Narudia, huyo anaenda kuchukua uchawi, halogagi watu wa nje, analoga watu wa nyumbani. Kwa hiyo ni wakala wa shetani ameletwa kwenye familia ili atese familia. Haleluya, amen. Yeye anasema nimechukua cha kujilinda, sio cha kujilinda. Umeleta msalaba kwenye familia, kwa sababu Yesu alisema hivi, adui za mtu ni wale wa nyumbani kwake. Adui za mtu ni wale wa nyumbani kwake. Hawezi kutokea mtu mmoja akaniloge mimi hapa, hanifahamu. Hawezi kutokea mtu Shinyanga aje akakuloge wewe mtu ulioko Sinisi. It is impossible, haiwezekani. Kwa shetani hutumia ndugu wa familia kutesa familia. Shetani hutumia ndugu wa familia kutesa familia, na wakiona umeokoka, kwa kuwa wanajua uchawi unaenda kuharibika, ukuchukia. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hebu sema kila roho ya uchawi leo itaanguka kwa jina la Yesu. Rudia, itaanguka kwa jina la Yesu wali hai. Hebu sema ile roho ya uchawi inaotesa familia itaanguka kwa jina la Yesu. Sikia, twende taratibu. Hiyo roho ya kichawi inapokuja kwenye familia, huyo mchawi aliyeileta akaleta uchawi kwenye familia, kitu cha kwanza anaitenga familia yote na Mungu, kwa sababu chukizo la uharibifu limeonekana kwenye mji wenu. Muulize Gideoni. Gideoni anateseka yeye na ndugu zake na familia yake nzima. Mungu walipomlilia Mungu alipokuja alisema, kuna kitu kiko hapo kinanizuiaga kuja. Kuna madhabahu ya shetani ambayo huyo shetani sasa anaabudiwa kwenye huo mji. Kwa hiyo siwezi kuja. Ili niweze kuja, angusha ile, vunja ile madhabahu. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Unaweza kuona ndugu yako anaenda kwa mganga na ukafikiri wewe ukasema tu hainuhusu, ni maisha yake wanatajua. Sikiliza nikwambie, inakuhusu vizuri sana. Kwa sababu huyo anapokwenda kwa mganga anapewa dawa, anaambiwa achimbie kule nyumbani. Pale sio kwake mwenyewe. Anapewa irithi, anaambiwa achimbie. Anapochimbia pale nyumbani, unakaa hapo na wewe pia. Anaambiwa amwage damu pale. Anapomwaga damu, hamwagi kwake peke yake, ile ni ardhi yenu. Haleluya, haleluya. Sasa vile vitu wanavyovifanya kule nyumbani ndio vinasababisha shetani kupata uhalali wa kuwatesa. Hebu sema kwa jina la Yesu ali hai. Hebu sema agano lolote aliloingia mtu yoyote kwa niaba ya familia, leo kwa jina la Yesu ninalivunja kwa mamlaka jina la Yesu. Naangusha hilo agano, hilo patano nalivunja kwa jina la Yesu ali hai. Haleluya. Kwa hiyo unakuta sasa kwenye familia watu wanaandamwa na matatizo yasiyoeleweka. Watu wanapata ajali kwa sababu
yule mchawi aliyoko kwenye familia, kuna desturi za kutoa kafara. Na kafara sio lazima akampeleka yeye mtu. Kuna njia mbalimbali. Anaweza akaambiwa nani atolewe, akataja fulani, akataja fulani, akataja fulani. Na kwa sababu ni lazima wafanye hivyo. Ni kama wewe unavyokuja kanisani, unakuja na sadaka. Niambie siku ambayo sadaka kuja kanisani sadaka itakuwa imetosha. Niambie siku moja. Ni lini? Si kama umenielewa. Yaani leo kama umekuja na sadaka, ukija kesho tena utakuja na nini? Sadaka. Ukija Jumapili utakuja na nini? Sadaka. Ukija na ile nyingine sadaka. Kuna siku utakuja hapa uambiwe leo hatutaki sadaka. Leo ni mwisho wa sadaka. Kwa shetani hivyo ndivyo ilivyo. Kwa wale wanaochukua uganga, wanaochukua uchawi, wana familia, wanakuja kuanza kumaliza familia. Kwa sababu hata toa kisichokuwa chake, anatakiwa atoe mtu anayemuhusu. Mtu wa nyumbani, sio mtu wa njiani. Yaani wewe uweze ukaambiwa lete mbuzi hapo ukaenda kufungua kwa jirani. Utafungua kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndio hivyo sasa system inavyokuwa. Sasa ule uchawi ukishakuwepo kwenye familia unatesa watu. Watu wanaugua magonjwa ya ajabu, watu wanakufa vifo vya ajabu, watu wanapitia mambo magumu, wanamuita Mungu haitiki. Kuna watu wawili wako kwenye familia lakini nao wana kansa, mwingine ana sukari, nao wameokoka. Hebu sema naikataa hiyo roho kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema naikataa kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua kwa nini yeye anapata hayo matatizo? Anapata hayo matatizo ingawaje naye yeye husiki na ushirikina kwa sababu ni wa ile familia. Na uovu umeonekana pale. Mkumbukeni Mungu vizuri alivyozungumza juu ya nyumba ya Eli. Alimwambia hivi, nitafanya jambo ambalo kila mtu atakapolisikia sikio atawasha. Kwa sababu wewe uliona watoto wako wakitenda mabaya na ukuwakemea. Wakadhulumu haki za watu, wakafanya kila ubaya na ukanyamaza. Eli alikufa siku moja, yeye na watoto wake wote wa kiume na mwali wake. Bwana asifiwe sana. Kwa siku moja mauti ikapiga watu 4 kwenye familia. Usije ukasema kwamba Yesu alikuja kuleta tu neema, basi alipoleta neema mambo yamekuwa sio kama zamani. Nataka kuambia Yesu alikuja kufanya dhambi iwe mbaya zaidi. Yaani pale ilipokuwa ilikuwa mbaya, lakini Yesu alikuja kuifanya iwe mbaya zaidi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alisema hivi, najua imeandikwa kwamba ni jino kwa jino. Jino kwa jino, jicho kwa jicho. Mimi nasema hivi, usilipize kisasi. Usilipize nini? Hataki ulipize kisasi. Anasema kisasi ni cha Bwana. Haleluya. Lakini anasema hivi, kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kila mchukiaye ndugu yake ni nani? Ni muuaji. Kwa hiyo sasa kipindi cha kwanza ilikuwa mtu akiua na yeye anauawa. Sasa aliyemchukia ndugu yake inampasa kifo, kwa sababu kila amchukia ndugu yake ni muuaji. Lakini anasema kila anayemwapiza mtu imempasa jehanamu ya moto. Haleluya. 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 Emsema Yesu alikuja kufanya dhambi iwe mbaya zaidi. Unanielewa ninachosema? Yesu alikuja kukaza ile dhambi iwe mbaya kabisa zaidi ya jinsi ilivyo. Okay. Sasa neno la Mungu linasema hivi juu ya uchawi. Kwenye familia watu wameenda kuleta uchawi kwa ni ndugu yako, ni mtoto wa mjomba, ni mtoto wa shangazi. Anapokwenda kule anaunganisha familia nzima kwa shetani. Mmenielewa vizuri eh? Na ndio maana unaona matokeo mambo mabaya tu yanapata hiyo familia.
Yaani boma zima mambo mabaya tu, watoto hawafaulu, hakuna anayefanya vizuri kimaisha, matatizo ya magonjwa yaishi, kwa sababu shetani alijipatia uhalali kupitia mtu mmoja. Kama vile Yesu alivyokuja duniani akasababisha wokovu kwa mataifa yote, na imeandikwa dhambi ilikuja kwa mwanadamu mmoja, kwenye familia pia mtu mmoja anaweza kaleta uharibifu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Yule ndugu katika familia yangu aliyesababisha uharibifu, akaniingiza kwenye maagano, akaniingiza kwenye mapatano, akaniingiza kwenye viapo, leo kwa jina la Yesu na uangusha uchawi, na uangusha ule uchawi, na uangusha ule uchawi, na ukatilia mbali kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Na ndio maana sheria ilikuwa kali sana, kwamba usimwache mwanamke mchawi kuishi. Sheria ya Mungu ilikuwa kali sana, maana mchawi akiacha kuishi atatesa boma zima, atatesa familia nzima, atatesa ukoo mzima. Na ndio maana wachawi wakiwepo kwenye familia wanatafutaga sana kuwa viongozi, na wakienda makanisani wakaadi mwisho, makanisa sio kuwa na moto, wanakaa mbele ili kuhakikisha wanaunganisha wale watu na utawala wa giza. Haleluya, 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 haleluya. Mchawi kwenye boma au mchawi kwenye familia, yani nafasi za uongozi ndicho anachopenda, ili akishakuwa kiongozi ataongoza watu wote na atatumika sasa vizuri kama kiongozi kuwashughulikia. Sema ewe adui, hebu narusha moto kwa jina la Yesu. Mahali popote unapokaa, mchawi uliyeshikilia nafsi yangu leo naitoa kwa nguvu kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaitoa nafsi yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Au nielewe, mchawi akisha kuwepo, kazi yake ni kuwinda roho za watu kwenye familia. Hiyo ndio kazi yake. Lazima awe hunter, anakuwa muindaji wa roho za watu. Ndio maana mimi na wewe leo tuko hapa, tunataka kuukatilia mbali kwa jina la Yesu. Amen. Sema nitaukatilia mbali kwa jina la Yesu. Rudia ukatilia mbali uchawi kwa jina la Yesu. Sema nitaukatilia mbali kwa jina la Yesu. Hautakaa kwenye familia, hautakaa kwenye familia. Angalia kitabu kile cha Ezekieli. Hebu tusome kitabu cha Ezekieli, tuangalie moja ya vitendea kazi ambavyo anavitumia na Mungu anasema nini. Kitabu cha Ezekieli, tunaposoma kitabu cha Ezekieli, Ezekieli ile sura ya 13, Ezekieli sura ya 13, na tusome ule mstari wa, tuanzie mstari ule tuanzie mstari wa 17 na tutasoma mpaka mstari ule wa 20 au 21. Inasema hivi: na wewe mwanadamu, yani mimi hapa, wewe mwanadamu, na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao useme, Bwana Mungu asema hivi: ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyao vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Sema ili wawinde roho za watu. Rudia tena, ili wawinde roho za watu. Biblia inasema, je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Nanyi mmenajisi kati ya watu wangu kwa ajili
ya makonzi ya shairi na vipande vya mikate, ili kuziua roho za watu ambao hawakupaswa kufa, na kuzihifadhi roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Anasema irizi kazi yake ni kuwinda roho za watu, ili kuwaua watu ambao hawakupaswa kuuawa. Anasema nakataa kufa kwa jina la Yesu. Anasema sitakufa kichawi kwa jina la Yesu aliye hai. Anasema irizi yoyote iliyochimbiwa mahali popote yenye jina langu, yenye dawa kwa ajili ya kufunga familia, leo naitoa nafsi yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unaweza ukasikia mtu anasema kwamba tulienda kwa mganga tukaiona picha yako kule. Unasema picha yako vipi? Nani alipeleka? Ni nafsi yako ilipeleka. Huyo ndugu yako sasa, huyo aliyepeleka picha yako ni nani? Kama si mtu anayefahamu, lazima awe ndugu yako. Ndio maana Yesu anasema adui za mtu ni wale wa nyumbani kwake. Haleluya. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Mstari wa 20 inasema, basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege, na leso zenu nazo nitazirarua, na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu, wala hawatakuwa katika mikono yenu tena kuwindwa, na mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Haleluya. Sababu Bwana amesema atazitoa roho za wanadamu zinazowindwa kama ndege. Sema zile roho zinazowindwa kama ndege zitatolewa kwa jina la Yesu. Sema roho ya familia yangu, nafsi ya familia yangu inayowindwa kama ndege, kwa jina la Yesu leo nitaitoa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo unapotembea, unalima shambani ukakuta irizi, ujue ni nini? Ni windo. Sema irizi ni mtego. Rudia tena, irizi ni mtego kwa ajili ya kuinda roho za watu. Rudia tena, kwa ajili ya kuinda roho za watu. Sema kila mahali ambapo irizi imewekwa, na rusha moto, na rusha moto. Rusha moto tena kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila mahali ambapo irizi imewekwa, na rusha hapo moto kwenye familia yangu, mahali popote palipochimbiwa irizi na mtu yoyote ambaye yuko hai na ambaye alishakufa, na rusha hapo moto, na rusha hapo moto, na lipua kila irizi kwa jina la Yesu aliye hai. Kila irizi na ilipua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sio maneno. Kwa irizi ikiwekwa kwenye shamba inawinda roho za watu, ikiwekwa mlangoni inawinda roho za watu, ikiwekwa kwenye nyumba inawinda roho za watu. Lakini hii ni kazi inayoitwa uchawi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana mimi na wewe tuko hapa. Mungu ni moto ulao. Sema amina. Amen. Utateketeza ile irizi mahali popote ilipo. Amen. Haijalishi iko kwenye mti, iko njia panda, iko nyumbani, iko funguni, iko darini, mahali popote ilipowekwa, leo tutatuma moto na itateketea kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wetu ni moto ulao, na hakuna umbali kwenye ulimwengu wa roho. Mahali popote walipoweka kuwinda roho ya mtu, kumzuia asipige hatua, itateketea kwa jina la Yesu. Sasa hiyo irizi kisha kuwepo, unakuta wamefunga watu kule. Kwa hiyo watu wanateseka na vitu fulani fulani, labda ni magonjwa, miguu kuwaka moto, lakini amefungwa mahali, anawindwa. Leo tulipue kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Wale ukienda ukikuta yule mchawi amepita zake na mia, utachukia. Akiondoka, akizidiwa na nguvu, vijana wanasema akadanja, utalia. Utalia. Naona sasa unahuruma sana.
hivi anayeloga watu na kuwazuia wasifikie hatima zao na kuwafanya wengine kufa kabla wakati, alafu yeye anaendelea na maisha yake tu. Akiambiwa akatoe kafara kwenye mashetani aliyoenda kuyatafuta, anakuja kuchukua mtoto wa fulani anaenda kumtoa. Hivi unaona ni sawa hiyo? Ndio maana Mungu anasema mchawi asiishi. Haleluya. Amen. Haleluya. Hebu tusome neno la Mungu kwa haraka kidogo. Tusome kwenye Wafalme 17, Wafalme wa pili 17. Wafalme wa pili 17. Wafalme wa pili 17 neno la Bwana linasema, wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Kumbe kupiga bao ni kuuza nafsi. Haleluya. Kuuza nini? Unasikia eti kuna kimganga kimetokea kinasema eti mimi nasaidia. Hakunaga msaada kwa mganga. Bwana asifiwe sana. Mganga ndiye bosi wa wachawi wote mnaowajua mtaani. Kwa hiyo mganga akiwepo mahali fulani mkasema ndiye anayesaidia, mjue ni bosi wa wachawi wote wanaofanya kazi kwenye ile eneo. Leo mganga atapigwa kwa jina la Yesu. Amen. Na mchawi atapigwa kwa jina la Yesu. Amen. Mmoja aliwahi kushindana na mimi akapata ajali ya kuvunjika miguu. Bado kumalizikiwa kwa jina la Yesu aliye. Hebu sema atapotea mganga kwa jina la Yesu. Hebu sema mchawi atapotea kwa jina la Yesu. Sielewi. I don't know. Matatizo unayoona kwenye familia, magonjwa yanayotesa familia ambayo yanaitwa ni ya kurithi, ni uchawi. Matatizo unayoona kwenye familia, watu kutokupiga hatua kielimu, kutokupiga hatua kimaendeleo, mengi ni uchawi. Haleluya. Amen. Sema Bwana itoe nafsi yangu kifungoni. Siku moja tuliona kwenye mtandao, ilikuwa nanasi lile. Nanasi limechukuliwa likapasuliwa, ikawekwa picha ya mke na mume, ndoa. Alafu ikashonwa lile nanasi vizuri likatupwa bahari. Hata sasa kisearch kwenye mtandao, ukitafuta nanasi lenye picha za wanandoa la kutwa baharini, ilitatokea hapo na utaona. Bwana asifiwe sana. Sasa imeshonwa ikawekwa kule. Hapa ukiangalia haraka kilichokamatwa ni ndoa, nafsi. Kwa hiyo ndoa itaanza kupata matatizo, itaanza kupata uharibifu kwa sababu ya uchawi ambao umefanyikia mahali fulani. Nafsi ya mtu inachukuliwa kupitia picha, kupitia nguo. Kipande cha nguo kikikatwa, nguo yako ikipotea, nafsi inabebwa kwa namna hiyo. Lakini kwa jina la Yesu kuanzia leo, kila nafsi iliyochukuliwa itarudi kwa jina la Yesu. Itarudi kwa jina la Yesu aliye hai. Maadamu upo na Yesu yupo, itarudi hiyo nafsi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa nafsi kisha chukuliwa sasa inaanza kuteswa, inaanza kuendeshwa. Huyo mtu anaanza kuendeshwa kichawi, anaanza kuendeshwa, anaanza kufanya vitu ambavyo yeye mwenyewe havitaki, lakini anaendeshwa na liroho lililomvaa, lililoletwa na yule adui ambaye alimpeleka hiyo nafsi yake kwa mganga au aliichawia. Hebu sema mimi sitachawiwa tena kwa jina la Yesu. Hebu sema kila mchawi hata kama nafsi yangu, hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai, narusha moto, narusha moto, narusha moto kwenye ulimwengu kuteketeza kila kiwakilishi cha shetani kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, narusha moto, narusha moto, narusha moto, narusha moto. Haleluya. Angalia kitu kinachotokea. Mtu anakuambia hivi, watoto wangu kila usiku lazima mtoto mmoja anyolewe nywele. Yaani anakuta tu kanyolewa nywele zikachukuliwa, ni nafsi imebebwa. Huyu mtoto kama alikuwa anasoma na anafanya vizuri darasani, mfuatilie, ataanza kuzorota.
Ndio maana ukiamka asubuhi ukakuta umenyolewa nywele, rusha makombora kila mahali, fanya auto search kumtafuta huyo mchawi mahali popote alipo. Haleluya. Haleluya. Akichukua kile kiwakilishi chako, yani picha au nywele au nguo, ataanza kukutesa. Maana hicho ndicho anachoenda kukifunga ili kukutesa. Lazima uwe na ufahamu. Lazima uwe na ufahamu. Sema nafsi yangu pokea maarifa. Rudia tena, nafsi yangu pokea maarifa. Rudia tena, nafsi yangu pokea maarifa. Kwa Daudi anasema, Bwana uitoe nafsi yangu kifungoni. Kumbe nafsi inaweza ikawa kifungoni. Hata watu wanapokufa, kinachowekwa kifungoni ni nafsi. Ndio maana maandiko yanasema njia za kutoka mautini zina Bwana. Hakuna aliyeenda akakumbuka njia, maana nafsi imefungwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Unataka ukikuta shati la mtoto limechukuliwa la shule, alafu likapotea likarudi, au begi au kiatu alafu likarudi, hiyo asitumie tena kwanza. Bwana asifiwe sana. Asitumie, kwa sababu kinacho hapo ni nafsi yake imeenda kubebwa. Kwa hiyo akivaa ile tu, pepo linamuingia lililonuiziwa kwenye ile nguo au kwenye ile begi au kwenye kile kiatu. Akivaa tu ile pepo linamuingia. Na wewe unasema mimi nimeokoka. My friend, wokovu umepata ndio, lakini ulibadilisha style ya maisha. Kama unaishi maisha yale yale ya zamani kabla hujaokoka, bado huna wokovu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo watu wakapeleka watoto wao, wakawapitisha kwenye moto na kupiga ramli, wakafanya mambo mabaya ya kumchukiza Mungu, wakaziuza nafsi zao kwa shetani. Nafsi zikauzwa kwa nani? Zikauzwa kwa nani? Zikauzwa kwa nani? Nisikia ile jambo lilitokea juzi, watu kuuza kidole gumba. Unapata mapesa mengi tu, lakini ukishamaliza mwili unaoza, unakufa. Ni aina ya kafara zilikuwa zinatolewa na watu. Jaribu kufikiri sasa, huyo baba ambaye alienda kutoa kidole chake au mama alienda kutoa kidole chake, familia yake itaishije baadaye? Kwa sababu ni mlango umetokea. Si unanielewa vizuri? Unanielewa mtu wa Mungu? Sema mahali popote ambapo familia ilifungwa isipige hatua kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Leo ninaamrisha mamlaka za giza ziachie familia yangu, ziachie familia yangu, ziachie maisha yangu, ziachie ndugu zangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Unasikia mtu akisema, na mfano mtu mmoja wa hapa kanisani, siku moja akasema, Pastor, nilitokewa na majitu yenye nguvu kama mababu. Yakawa yanapambana na mimi, yanataka kuninywesha chupa ya pombe, yanalazimisha nivute bangi. Lakini nikapambana nao, nikatoka hapo, lakini nimechoka sana. Siku nyingine akasema kwamba kuna marasta alikutana nao, wanamlazimisha avute bangi, lakini kwenye ulimwengu wa roho, dotoni. Sasa nikamwambia, omba kupinga. Haleluya. Amen. Kataa, pinga. Lakini akuomba. Kwa hiyo adui akapita naye na spidi 500. Sasa leo tukitaka kumtoa, lazima tupigane na wale waliomshikilia, na kilichoshikiliwa ni nafsi. Kilichoshikiliwa ni nini? Nafsi. Unamkuta ndugu yako, yani kashavuta bangi, yuko hoi, alafu anasema niombe, yani niombe tu, alafu anaanza kulia. Yani unajiuliza, unamwambia wewe umevuta mwenyewe, unacholia nini? Unajua ni nini? Nafsi imefungwa. Anayesema niombe ni roho.
Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema kila nafsi iliyowekwa kifungoni kwa namna ya kichawi, kwa kutumia ibilisi, kwa kutumia nywele, kwa kutumia nguo, kwa kutumia viatu, leo kwa jina la Yesu uachie, kwa jina la Yesu uachie, kwa jina la Yesu. Sema achia kwa jina la Yesu. Sema achia nafsi ya familia, achia nafsi za familia kwa jina la Yesu aliye hai. Labda kama nazungumza na watu ambao and if you understand what I'm saying, you know that you have a very difficult task. Unayo kazi au unalo jukumu kubwa la kufanya. Haleluya. Hebu kuangalia maneno ya Isaya. Neno la Mungu linawajia watu kupitia kinywa cha nabii Isaya. Ile sura ya 42. Isaya 42 na ule mstari wa 22. 42 Isaya mstari ule wa 22. Neno la Bwana linasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hebu sema, watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wameibiwa na kufanyaje? Kwa unamkuta hapo yuko hoi, ni ndugu yako amelewa, anaanguka mbele yako, ametekwa, kaibiwa, katekwa, amefungwa kwenye gereza. Lakini cha ajabu hakuna aokoaye. Mungu anashangaa, hakuna aokoaye wala hapana asemaye rudisha. Oh my God. Kumbe Mungu anashangaa, kwa nini hakuna mtu wa kuokoa? Hakuna mtu wa kusema rudisha. Hebu sema, shetani rudisha. Shetani rudisha. Hebu rudisha kwa jina la Yesu. Kila uliyemuiba ukamfunga kwenye gereza linaloitwa magonjwa, linaloitwa laana, gereza lolote la ulevi, la kuvuta bangi, kutumia madawa ya kulevya, na kuamuru rudisha kwa jina la Yesu aliye hai. Sema leo naachilia damu ya Yesu kufanya ukombozi kwa ndugu zangu waliotekwa, waliofungwa, walioibiwa, waliofichwa kwa jina la Yesu, walioko kwenye mashimo. Natuma malaika kuwatoa kwenye mashimo, kuwatoa kwenye mashimo kwa jina la Yesu aliye hai. Mtu anaweza kalala usiku akaota anakimbizwa, alafu mbele yake kuna mashimo mengi sana. Anajitahidi kukwepa asidumbukie, mwishoni anakuja kukutana na shimo, ghafla anadumbukia ndani na hawezi kutoka. Hawa wamefichwa kwenye mashimo. Yaani nafsi ya mtu imeibwa ikafichwa kwenye shimo. Au analala usiku anaota ndugu zake wako kwenye mashimo, wanamchungulia, wanaomba tusaidie, tutoe, lakini yeye hayuko kwenye shimo. Nini? Nafsi ilichukuliwa. Nafsi za watu zilichukuliwa, ziko hapo kwenye mashimo. Hebu sema kwa jina la Yesu, kila nafsi iliyowekwa kwenye shimo leo na itoa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na amuru kila nafsi kwenye shimo zote kwa jina la Yesu aliye hai. Maombi yako ndio yatakomtoa mtu kwenye shimo. Sema amina. Yaani kimwili anajiona yuko sawa kabisa, lakini akilala usiku anaota yuko porini, anaota yuko chini ya daraja, anaota yuko shambani, anaota yuko makaburini, anaota yuko msituni, amefichwa na kila anachofanya kitu. Amesoma na degree, anatafuta kazi hajawahi kupata mpaka leo, maana nafsi yake imefichwa. Haya mambo nakueleza ni spiritual. Mungu anamwambia Ezekiel, anamwambia, anampitisha kwenye bonde la mifupa mikavu, anamwambia mifupa hii inaweza kuishi mwanadamu? Akasema hapana, wewe wajua Bwana, mimi sijui.
Mwishoni akamwambia tabiria mifupa hii. Akaitabiria ikainuka ikawa jeshi kubwa. Alafu Mungu anamwambia Ezekiel, anamwambia mifupa hii uliyoiona ni nyumba ya Israeli. Kwa jinsi ulivyoona hii mifupa ndivyo wana wa Israeli walivyo rohoni. Sema kwa jina la Yesu. Yule alienda kwa mganga akaleta uchawi, akaleta irizi, akachimbia kwenye familia. Leo na mimi nakwenda kwa jinsi ya kiroho na moyo irizi na moyo uchawi kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Oh my God. Kwani neno la Mungu linasema? Twende kwenye kitabu cha Mika. Nimesema ni zamu yangu leo kupigania familia. Sema tena, ni zamu yangu leo kupigania familia. Nami nitaitoa kwa jina la Yesu. Rudia tena, kwa jina la Yesu. Nitaitoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mika sura ile ya 5 tusome mstari wa 12. Inasema hivi: nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako, wala hutakuwa tena na watu wenye kutabana. Nitakatilia mbali uchawi usiwe kwenye mikono yako, wala hutakuwa na watu wenye kutafuta ushirikina tena. Haleluya. Kwa nini Mungu anasema nitakatilia mbali? Ni kwa sababu anataka hiyo familia iwe safi, aweze kuihudumia. Lakini uchawi ukiwepo utamzuia Mungu. Uchawi ukiwepo utamzuia Mungu. Bwana asifiwe sana. Sema nitakatilia mbali uchawi leo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema kila uchawi unaotenda kazi kutesa familia leo na ukatilia mbali kwa jina la Yesu. Nakatilia mbali kwa jina la Yesu. Nakatilia mbali kwa jina la Yesu. Nakatilia mbali kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Uchawi wa kurithi, uchawi wa kununua, nakatilia mbali kwa jina la Yesu. Nakatilia mbali kwa jina la Yesu. Nielewa kweli. Ukiomba chochote Mungu atakifanya. Haleluya. Ule uchawi unaotesa familia katilia mbali kwa jina la Yesu. Amina. Ukishaulani huo uchawi unakufa kabisa na utakuwepo tena. Alafu utambue familia yenye mchawi au yenye wachawi, wakiona mcha Mungu amekuja kwenye familia, umwekea beria. Umwekea beria kwa sababu huyo akiingia kwenye familia atavuruga mambo. Haleluya. Haleluya. Maana sasa yeye anabeba ufalme mwingine. Anabeba Mungu mwenye nguvu ambaye anasema atazichana leso, atakuwa kinyume na irizi za hao watu walioshona irizi, na atazitoa roho zilizowindwa kama ndege kwenye mikono ya wachawi, na wachawi hawatakishi. Mungu anasema nitakatilia mbali uchawi usiwepo tena kwenye mikono yako, yani kwenye uzao wako, wala hawatakuwepo watu tena kwako wenye kutamani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa yule alienda kuleta uganga au alienda kuleta uchawi, alileta shida kwenye familia. Fikiria kwa mfano. Mtu alienda kwa mganga akadanganywa wale watu wazingaogo. Akaambiwa chukua hii dawa, peleka, ukishafika nyumbani, iweke pale nyumbani, zungushia unga, alafu funikia. Asubuhi utakuta yeye. Kumbe ni agano anaenda kupanda kwenye familia. Na akaleta tangu kipindi hicho, badala ya kupata pesa, familia ilikuwa maskini. Hebu sema kwa jina la Yesu. Navunja kila agano. Kila agano lililoingizwa kwa hila. Lililoingizwa kwa hila. Kwa kujua au kutokujua. Leo nalipasua. Leo nalipasua. Leo nalipasua. Leo nalivunja kwa jina la Yesu aliye hai. Watu wengine walienda kwenye mazingaombwe, wakapewa pesa zile za makaratasi. Anasema naita pesa kwa hii, naita na sisi natuma nani, nenda kachukue. Na wao wako tu anaambiwa toa 500 upewe 10,000. Hivi
kweli hata akili kidogo tu za kuwazima. Yaani huyu mtu ana shida na 500 ili alipe 10,000. Hivi na kuingia kilini? Ana shida na 500 alipe 10,000. Haikuingia kilini? Akisha kamata ile fedha yako, unakuwa umempa hela yako kiuhalali. Kuanzia hapo mambo yako yanaanza kuvurugika, hayaendi sawa sawa tena, kwa sababu umeuza nafsi yako shetani. Sema leo kwa jina la Yesu, mahali popote pale nafsi yangu ilipouzwa kwa hila ya shetani, leo natuma malaika ikatolewe familia yangu mahali popote ilipouzwa kwa jina la Yesu. Leo natuma malaika kwenda kuitoa hiyo nafsi kwa jina la Yesu. Natuma malaika wa vita, malaika Mikaeli, fuatilia kila nafsi ya familia yangu itoke kwenye utumwa, itoke kwenye mateso kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema imekuwa kwa jina la Yesu. Rudia, imekuwa kwa jina la Yesu. Imekuwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo watu hawa ni watu walioibiwa. Nani? Unayemwona kicha anatembea pale anaokota makopo, ameibiwa, amefichwa kwenye gereza. Lakini shida, Mungu anashangaa hakuna okoaye. Hapana, sema irudisha. Ameibwa, kaibwa kwenye familia yake. Sio ameibiwa, usio kusema mtoto wangu ameibiwa. Usema ameibiwa maana yake kuna kaibiwa vitu yeye wamemwacha. Kaibwa, haleluya. Amen. Sema watu hao wameibiwa. Watu hao wameibiwa Kwa hila za shetani. Wakaibiwa magari yao. Wakaibiwa nyumba zao. Wakaibiwa mashamba yao. Wakaibiwa ndoa zao. Ndio ile unaota usiku. Kuna watu wamekuja wakavunja nyumba. Kuna watu wanakunyang'anya vitu. Majambazi ya kiroho na shetani. Afishanyang'anywa sasa, unabaki huna kitu tena. Unaanza kupanda na kushuka. Wokovu unao, tenzi unatembea nayo mpaka imechakaa. Biblia umetembea nayo mpaka ndani za nje zimetoka. Mpaka na makaratasi kurasa nyingine zilishapotea. Na unatembea nayo kifungo cha giza. Lakini umeokoka na ukifa utafika mbinguni. No problem. Sisi tutakutana tu pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Tafika pale, mimi siwezi kukubaliana na hicho kitu. Chukua maskini, familia yangu imekuwa maskini na mimi ni maskini, na kataa hiyo roho. Kwa nitapambana na maadui wa familia mpaka niwaangushe chini kwa jina la Yesu, na nichukue baraka zangu kwa jina la Yesu aliye hai. Alafu wewe endelea kucheka, endelea kuchechemea, tutakutana mbinguni. Haleluya. Amen. Kwa kweli tutakutana pale. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutakutana. Amen. Lakini mimi nitafika pale kama giant lililoshinda ulimwengu. Haleluya. Ila wewe utafika hapo kwa staili ya Lazaro. Hebu sema nikataa hiyo kwa jina la Yesu. Sema nikataa hiyo kwa jina la Yesu. Hebu sema nikataa ufukara wa shetani kwa jina la Yesu wale hai. Hebu sema ile roho ya uchawi inaotesa familia na iangusha sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unielewe. Mimi kwetu nimegundua kuna zongo la hatari sana. Zongo ni uchawi. Ila uchawi unaokaa kwenye macho. Na yule naye mwenye zongo, mwingine anaweza akawa anajua kabisa na mwingine hajui. Lakini kwetu kuna bao pia. Yaani kwetu karibia watu, kila familia ni waganga. Wote ni waganga tu, ile ni kosa kiganga. Wanachinja mbuzi au kondoo, wanaanza kuangalia mambo ya familia kwa kutumia utumbo. Wangapi kwa iko hiyo? Unaonea haya, utaenda kusema kule mbele za Bwana ulikuwa unaona aibu. Mimi nasema hiyo madhabahu ipo. Haleluya. Amen. Hiyo madhabahu ipo, lakini mimi nimepita kwenye tundu la sindano kutoka kwenye hizo madhabahu. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Wanaangalia wanasema fulani unamsemaga mwenzako. Inageuzwa, wanaongea vitu vya ajabu. Sasa hivi ndio baada ya kumjua Mungu ndio anakuja kujua kumbe ilikuwaga bao. Alichapigwa bao kimalizika ndio inapigwa mnakula. Kuna usalama hapa.
kwa damu ya Yesu nimeshinda kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Nikitembea kule natembea kwa tahadhari kubwa sana, najua huko ni kwa waganga. Ni koo maalum za kiganga. Hawana kile kindoo cha kuangalia wala karai. Lakini wakichinja wanageuza. Umeona angalia alivyofanya. Angalia wanaanza kuonyeshana. Wanachoonyeshana. Kwani unaona? Ukiangalia unaona tu nyama pale. Haleluya. Lakini wao wana jicho lingine. Jicho lingine ambalo ni la yule pepo yule. Hawakishamaliza wameshamchinja hata mbuzi huyo wa kondoo achinjwa, anatobolewa na kitu ambacho sio sahihi. Alafu wakishamaliza ile damu inatingwa, inatengenezwa. Wakishamaliza kupiga bao, wanatembezeana kile kibakuli chenye damu. Hivi ni watu, kuna mtu hapa? Kuna mtu wanahitaji ukombozi. Haleluya. Amen. Wanahitaji nini? Ukombozi. Ndio maana leo napiga madhabahu kwa jina la Yesu. Ndio maana leo napiga uchawi kwa jina la Yesu. Mimi adui alipigana na mimi wakati nazaliwa kitako nimaliza, lakini Mungu akanitetea kwa ajili ya majira kama haya, kwa ajili ya saa kama hii. Sema amen. Na nikimuuliza mtu hapa, kuna mambo yanayojua kule kwao, mambo magumu sana yanawashiria uchawi. Leo ni siku ya kuangusha kwa jina la Yesu. Amen. Yuko shujaa hapa, shujaa moja aseme amina. Shujaa moja aseme amen. Tunaangusha uchawi, tuangushe. Tunakatilia mbali, tukatilii. Hizo nakatilia mbali uchawi. Nakatilia mbali uchawi. Na kuna familia nyingine ili wakae salama, lazima awe na kakito wamevaa kwenye kiuno. Lazima awe na kakito wamekifunga kwenye mkono. Inaitwa kiirizi. Ukija ukiangalia aliambiwa apeleke kuku. Alipopeleka kuku ile jogoo mkubwa, mganga naye anasema lete mnono kabisa. Akishafikishwa pale, anamchinja na mla. Kwenye irizi anakuwekea manyoya na kucha na ule mdomo. Alafu naambiwa jifunge ndio cha kulinda, na akiongeza zaidi anaweka huko na yale mavi ya kuku. Anakuambia hicho ndicho cha kukulinda, vaa. Hivi ni akili jamani. Ukija ukifungua unakuta manyoya, unakuta kucha. Ndicho kinachokulinda wewe. Hebu sema naikataa kwa jina la Yesu. Hebu sema mimi sitategemea vitu hivyo kwa jina la Yesu. Na unapochukua zile kucha na yale manyoya, mapepo yanakuja kukaa hapo kwenye manyoya. Yanakaa hapo kwenye mavi ya kuku. Mtu mzima kabisa kavaa kwenye kiuno chake. Eti ni ulinzi wangu. Ni kinga. Hebu sema shindwa shetani. Hebu sema madhabahu za kuzimu na ziangusha leo kwa jina la Yesu. Hazina nafasi kwenye familia kwa jina la Yesu aliye hai. Unanielewa vizuri? Amina. Unanielewa vizuri? Amina. Zongo ni uchawi. Na huyu mwenye zongo ni mchawi, mshirikina naye asiyejitambua au mwingine anajitambua kabisa. Hayo unakuta tena wanywa damu. Mungu amekataza. Na shetani anasababisha ajali ili anywe damu. Sasa na hao watu ni wanywa damu. Unataka kumtafuta shetani wapi? Mbona anaonekana tu hapo? Bwana asifiwe sana. Sasa ili watoke huko, lazima uchawi ukatiliwe mbali. Ukishakatiliwa mbali, hawatakuwepo watu tena kwenye familia yako wenye kutabana. Hawatakuwepo tena hao wa kuchinja na kugeuza namna hii, kuangalia na kuona mambo ya watu. Hawatakuwepo. Hasa wakati hizo mbuzi zinachinjwa sasa, watu wanaogopa. Yaani watu wanaogopa, maana ya mambo ya watu yataanikwa. Piga bao, shindwa shetani. Nani sasa Mungu anamwambia Yerusalemu, ujulishe Yerusalemu mwanadamu machukizo yake. Mwambie baba yako alikuwa Mkanani, mama yako alikuwa Mwamori, mama yako alikuwa Mhiti, baba yako alikuwa Mwamori. Wajulishe machukizo yake, kwamba hawakutokana na damu safi, hawakutokana na ukoo ulio safi. Kwa hiyo wajitunze
na kujilinda yale machukizo ambayo Waamori walikuwa nayo na Wahiti walikuwa nayo yasije yakaendelea kwao, maana walitokea kwenye vizazi ambavyo vilikuwa ni machukizo mbele za Bwana. Haleluya. 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 Alafu unakuta kuna alama za shetani ameziweka kwenye familia ili huyu mtu awe wa kwake. Mtoto akizaliwa kabla hajaingizwa ndani, kakondoka na katwa sikio pa, alafu anapakwa ile damu na anaingizwa ndani. Ama mnajua ibada za shetani. Lakini pia mbali na hiyo, mtoto akizaliwa kanaletwa kabibi au kababu, kanakuja kumchanja. Damu anasema kuna likitu liko tumboni. Likitu liko tumboni, alafu kanachanjwa hapa na kawembe tupa. Hilo likitu linatoka tumboni linapita hapa. Tumbo ni mfuko. Likitu linatoka tumboni, likitu. Zile ni madhabahu za kuzimu. Watu kila wanapochanjwa ile damu ikidondoka, wanaunganishwa na mizimu ya ukoo kwa agano hilo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mimi nimekuwa askari mwema kutetea familia yangu isichana. Mwisho wa matatizo yangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kwa unakuta mtu anatembea na machale yamechanjwa huku yako kama alichanjwa na panga. Akiunganishwa na mizimu, akiunganishwa na mashetani. Leo unataka kupambana upenye. Unapenyaje sasa? Kila ukipiga hatua shetani, njoo, naenda wapi? Nani kakuruhusu? Naenda wapi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Piga madhabahu zianguke kwa jina la Yesu. Amen. Alafu wokovu utakuja nyumbani kwako. Amen. 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 Mungu hawezi kutenda mahali ambapo mashetani yanakaa. Soma kisa cha Gideon vizuri. Anasema yako wapi yale matendo tuliyosoma ya Mungu wetu yaliyoandikwa huko? Anaambiwa shujaa, Bwana yuko pamoja naye. Akasema shujaa gani? Shujaa gani mimi nakaa kwenye shimo? Shujaa gani maisha watu wetu wamevurugika? Tunapigwa na Wafilisti. Tunapigwa na watu ambao hawamjui Mungu, lakini sisi tunamjua Mungu. Tunataabika. Akamwambia